Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na leo nitakuwa na ibada ya kimaelekezo na ibada ya kimkakati, ibada ya kwenda kufanya maelekezo ya kiroho katika kazi zetu na katika biashara zetu ambazo Mungu ametupa, na tunaenda kuombea kiti katika ulimwengu wa roho. Kiti ni nafasi ya utawala. Tunaona Biblia inaeleza kwa habari ya kiti kama nafasi ya utawala, ambapo tukisoma kitabu cha Waebrania 1 mstari wa 8, Biblia inasema, lakini kwa habari ya mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Tunaona kinaongelewa kiti kama nafasi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapoona Biblia inaeleza kiti cha enzi, halafu inaelezea kwamba kiti chako cha enzi Bwana ni cha umilele, ni nafasi katika ulimwengu wa roho, ni mamlaka katika ulimwengu wa roho, ni nguvu iliyopo katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana kiti kina nguvu, lakini pia kiti ni nafasi. Ukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 6, Biblia inasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Sasa tunapoona ya kwamba kifo cha Yesu kilitupa nafasi ya sisi kuketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho, kwa tumeketi katika ulimwengu wa roho katika kiti ambacho kimetokana na kufufuka kwa Kristo Yesu. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Sasa tunaona ni nafasi Mungu ametupa. Hata mtu anapookoka na kubatizwa, kitu kikubwa ambacho pia kinakuwepo baada ya kuandikwa jina lake katika kitabu cha uzima, kingine ni kuketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Ndipo ambapo tunapata mamlaka, ndipo ambapo tunapata kibali, ndipo ambapo tunapata nguvu. Kwa hiyo leo nitakutuma mahali unapofanyia kazi. Utaenda hapo na tutafanya operation kwa pamoja, kwa sababu tunapoongelea kiti tunaongelea nafasi, tunaongelea mamlaka, lakini tunaongelea utawala. Utajiuliza, mimi sio mtawala, mimi ni wa cheo cha kawaida kabisa. Utaniambia, mchungaji, mimi nimechaguliwa tu, mimi nina deki, mimi ni mfagizi katika ofisi. Usidanganyike ya kwamba kuwa mfagizi hauna kiti chako. Kuna kitu unaketishwa katika ulimwengu wa roho kwenye hiyo nafasi yako, na ndio maana unapata kibali. Unaketishwa kwenye kiti katika ulimwengu wa roho, na ndio maana unalipwa mshahara. Kwa sababu kuna muda mwingine unakuta watu wanasema, mimi mshahara wangu nacheleweshewa, yani usidhanie muda wote taasisi inakuwa haina hela, lakini kuna nyakati umeshushwa kwenye hicho kiti, hamna mtu anajisikia kukulipa mshahara. Unakuta kwenye biashara yako kuna kiti umeketishwa katika ulimwengu wa roho, ni nafasi ya utawala katika biashara yako. Kwa unaposhushwa kwenye hicho kiti katika biashara yako kwenye ulimwengu wa roho, huwezi ona faida, huwezi ona mtu anakuja kununua kwako. Utakuta mtu sehemu nyingine akienda kununua hataki hata kupunguziwa, anafika anatajiwa bei, anasema hata hivyo hivi aisee, nimevipata hivi vitu ni vya bei ya rahisi, analipa bila matatizo. Kwako wewe akija anataka apunguziwe, na hata ukimpunguzia hanunui, anaondoka. Ujue umeshushwa kwenye kiti chako cha kitawala katika ulimwengu wa roho kwenye biashara yako. Kwa hamna mahali pasipokuwa na kiti katika ulimwengu wa roho. Hata unapoolewa unaketishwa kwenye kiti katika ndoa yako. Ukianza kuona makahaba wanaingilia ndoa yako, na maana umeshushwa kwenye hicho kiti katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana makahaba wamepata ujasiri wa kuanza kuingia kwenye hiyo ndoa yako na kufanya anachokifanya. Unaanza kuona katika uchumba wako kuna kiti.
Ukiketishwa kwenye hicho kiti wakati wa uchumba wako, ndipo unakuta mtu anaanza uchumba na ndoa inaenda bila matatizo. Ni kiti katika ulimwengu wa roho. Kwa tunaona kiti ni roho, ni katika ulimwengu wa roho, ni eneo la mamlaka katika ulimwengu wa roho, ni chanzo cha nguvu na kustawi katika ulimwengu wa roho, ni mahali ambapo hukumu au maamuzi hutolewa katika ulimwengu wa roho. Kwa unaweza ukaona ghafla umepoteza mamlaka kwenye biashara yako, umepoteza mamlaka kwenye huo mtaa wa kibiashara unaofanya, umepoteza mamlaka kwenye hiyo aina ya biashara unaofanya. Labda wewe ni muuzaji wa vifaa vya ujenzi, wewe ni muuzaji wa nguo, wewe ni muuzaji sijui wa pikipiki, wewe ni muuzaji. Unashangaa ghafla unaona ndani yako kama vile biashara hiyo tena huoni kama ina manufaa. Ujue umeshushwa kwenye kiti. Achana na wale pia wanaoanzisha kitu alafu hawataki kusogelea hata hiyo biashara yake. Roho inakataa, anaanzisha biashara hataki hata kuisogelea. Ghafla tu uko ndani kunakuwa kweusi, haoni kama kuna kitu anatamani. Usije ukashangaa sana. Kiti chako katika ulimwengu wa roho ukishushwa, huwezi pata hamu ya kwenda tena na kushughulika. Kwa hiyo leo nataka tushughulike na kiti. Ninataka uende ukakishike kiti chako ukiombee, na mimi nitaomba pamoja na wewe. Na mara baada ya kukishika kiti chako kukiombea, nami nitaomba pamoja na wewe. Lakini usisahau, utakaporudi nyumbani, kama umeshaondoka, utakaporudi nyumbani, mahali unapokaaga kusoma neno, shika hicho kiti pia, omba. Utakapoomba, mimi nitaomba pia na wewe. Nataka kuona nguvu ikirudi ya maombi, ni nguvu ya kusoma neno ikirudi. Mahali unapokaaga na kusoma neno, shika hicho kiti, kiombee. Kwa hiyo tunaenda kuketishwa pamoja naye. Biblia inaeleza tuliketishwa pamoja naye. It was a spiritual action. Ni jambo la kiroho lilifanyika, kwamba tulifufuka pamoja naye, tukaketishwa pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Kwa moja ya kazi ya msalaba ilikuwa ni kutuketisha pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo ishara, kuketishwa kwenye kiti ni ishara ya nguvu, ni ishara ya utawala, ni ishara ya nafasi ya kiroho. Angalia, unaweza ukawa mahali unafanya biashara ama unafanya kazi, alafu unakuta ghafla huna kibali kwenye ile nafasi ulio nayo. Ujue hapo umeshushwa kwenye kiti, ila una jina la kwamba ni meneja, lakini hauna kibali kama meneja. Watu hawaja kupokea kama meneja, watu hawakutii kama meneja. Ujue kuna nafasi umeipoteza. Unakuta wewe ni mke, lakini mume hakutii kama mke. Mume hakupendi, yani hakupi nafasi kama mke kwenye familia. Ama wewe ni mume, unakuta ghafla mwanamke anakudharau, hakupi nafasi, hakupi heshima kama mme. Ujue kuna nafasi umepoteza kwenye kiti chako katika ulimwengu wa roho. Ona yule ambaye anahama kwenye kazi, alafu wewe ndio unaenda kuikaimu hiyo nafasi. Angalia kama ameondoka kwenye hicho kiti, kwa sababu unaweza ukajikuta hiyo kaimu yako ya kukaimu hiyo nafasi ambayo umepewa ni ngumu. Kila ukitaka ufanye kazi, kama vile ambavyo wanasema tunamkumbuka mkurugenzi aliyoondoka. Yani kila kitu, mkurugenzi aliyoondoka, ujue huyo ameondoka tu kimwili, lakini kiroho bado amekalia hiyo kiti. Lazima ufike uombee hicho kiti, alafu uketishwe kwenye hicho kiti. Utaanza kuona watu wanakutaja wewe. Kwa lazima uelewe. Lakini nitataka uende kuombea hicho kiti, kwa sababu kuna watu huwa wanakuja ofisini, unakuta anakusalimia, anakupa mkono, kumbe katika ulimwengu wa roho anakushusha kwenye kiti, anakikalia yeye. Unakuta ghafla unaanza kupwaya kwenye hiyo nafasi, halafu anaonekana mtu fulani kama yeye ndo ana uwezo wa kufanya hiyo nafasi. Ujue umeshushwa kwenye kiti. Kwa hiyo ukienda kuketishwa kwenye hicho kiti tena, nafasi yako inaanza kuonekana. Kwa hiyo unakuta kuna watu wengine unaona umekaa pale, unaona wanakupigia makofi, lakini kumbe wanakung'oa asubuhi na mchana na jioni na usiku. Wanakung'oa kwenye hiyo kiti, wanataka ukaa wao. Kwa katika ulimwengu wa roho lazima ujue vita vyetu si vya damu na nyama, bali vipo katika ulimwengu wa roho. Lakini ujue kabisa ya kwamba kunazo falme na mamlaka. Mamlaka maana ni viti vya enzi ambavyo hizo tuna control katika ulimwengu wa roho. Lazima uelewe kuna nafasi ukiipoteza kama kiti. Nitaomba na wewe sasa hivi.
nitakiombea kiti chako hapo ofisini kwako, halafu na wewe utaomba. Halafu ukifika natamani sana piga picha hicho kiti chako, halafu utashika na sadaka yako utaiachilia. Nataka ujue kabisa operation ya kiroho haiendi bila sadaka, haiendi bila sadaka. Yani uwezi ukasema mimi nitakiombea hichi kiti siku 3, halafu usipotoa sadaka, haiwezi ikawa ni operation ya kiroho. Operation ya kiroho yoyote inahusisha sadaka, na ni vita ya kiroho. Na ndio maana nakutaga kuna watu wengine wakisikia tu sadaka huko ndani wanaona kama vile wanachukia hata kusikia. Ujue hiyo ni changamoto, ni vita ya kiroho. Operation yoyote ya kiroho lazima iwe na sadaka. Kwa hiyo unapoongelea sadaka, unapoongelea kuketishwa kwenye kiti, usije ukatoa sadaka ulizozizoea. Ni lazima ujue ni operation kubwa ambayo inahitaji mtu mmoja, kwa sababu kama kuna mtu ameweka sadaka ya kukung'oa kwenye hiyo nafasi, kaenda kule katika ulimwengu wa roho wa giza, kachinja ng'ombe mzima, ng'ombe wa 800,000, ng'ombe wa milioni, kaenda kununua, kaenda kuchinja hapo, kasema ninamshusha huyu mtu. Halafu wewe unapoenda kuketishwa tena unatoa shilingi 1, unasema hii hapa inatosha, wakati aliyekushusha alienda hadi kuuza kiwanja chake apate hela ya ng'ombe, halafu aje kushusha kwenye hicho kiti. Angalia wewe unavyopanda. Zote ni ulimwengu wote ni ulimwengu wa roho, zote zinanena. Sadaka inanena, sadaka inapiga kelele. Haijalishi kwamba imetolewa kwa Mungu kama ni dhaifu, halafu ile ya kwa adui ina nguvu, ujue ile ya kwa adui itaendelea kukushikilia. Haijalishi aliyeomba Pastor Miamba ana upako kiasi gani, wewe umeachilia sadaka gani, na anayetaka kukushusha ameachilia sadaka gani. Ni vita ya kiroho hiyo, ni vita ya kiroho. Sidhani ni nyepesi, ni ngumu. Kwa lazima mtu mmoja ajue ya kwamba tunapofanya operation za namna hii kuna vita kubwa. Nyingine itakudanganya wewe, omba tu bana, wewe sadaka haina shida. Ujue hapo umedanganywa na adui. Mwingine atadanganywa, omba, toa sadaka, akwambia toa hiyo haina shida, Mungu anapokea yoyote ile. Tayari ujue umedanganywa. Kwa vita ya kiroho ni kubwa sana, ambayo unatakiwa kumshusha aliyekushusha, halafu kupandishwa tena. Yani mtu upandishwe kwenye hiyo kiti sio kitu kidogo. Taka twende mbele za Mungu kwanza tuombe. Halafu baada ya hapo tutafanya operation hiyo. Utaenda utapiga na picha. Yani ni operation ni vita, ni operation hiyo. Lazima uwe mtu apambanie kiti chako. Pambana na kiti chako, la sivyo utakuta kuona mambo ni yale yale miaka yote. Pambana na kiti, uketishwe kwenye hiyo kiti. Kuna uchumi fulani unaweza ukaweka kiti hapo ukaambia hichi ni kiti changu cha uchumi, ninapandishwa, nataka niketishwe, nimechoka kutembelea uchumi huu ninaotembelea sasa. Unajua kuna watu wanatembelea, kunakuta labda wewe unamiliki, umezidi sana kumiliki, labda ni 50,000 ama laki ama 500,000. Unatamani kwenda kwenye milioni 20, unatamani kwenda kwenye milioni 50, unatamani kusikia milioni 100 kwako. Unaweka kiti hapo, nasema ninataka kuketishwa kwenye kiti cha milioni 100, nataka kupandishwa kwenye uchumi wangu, nataka. Yani ni vita katika ulimwengu wa roho. Tendo la imani, weka kiti mbele, mwambie Mungu nataka uketishwe kwenye hicho kiti. Ni nini natamani? Unataka uketi kwenye nini? Halafu utashangaa mambo yatakavyoenda. Nataka niombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uliwaketisha wafalme, ukamwambia Daudi hakuna atakaye kosa wa kuketi kwenye kiti cha kifalme, ukamketisha mfalme. Mungu uliye hai, umewaketisha wafalme, na wewe ndio uliowashusha wafalme katika viti vyao. Ulimpandisha Sauli katika kiti, ukamshusha, ukamuinua Daudi. Mungu uliye hai, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu katika nafasi zote anazozipitia. Mungu uliye hai, angetamani kuketi kwenye kiti. Baba, ninaomba neema yako na iwe dhahiri katika ibada hii. Bwana, ninaomba mafuta yako yadhihirike katika ibada hii, Jehova, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Unapomuinua mtoto wako huyu na kumketisha katika kiti katika ulimwengu wa roho, kama vile ulivyomuinua Kristo ukamketisha, ukatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, ili tupate kutawala kinyume na nguvu za giza, ili tupate kutawala maeneo yetu. Mungu liye hai, ili vinywa vyetu vipate mamlaka
mamlaka, ilibidi tuketishwe pamoja nawe katika Kristo Yesu, utuketishwe katika ulimwengu wa roho. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu anayetafuta kuwa na mamlaka mahali anapofanyia kazi, anatafuta kuwa na mamlaka mahali anapofanyia biashara, umketishe pamoja na kiti chake katika ulimwengu wa roho, umketishe kwenye kiti chake cha utajiri, umketishe kwenye kiti chake cha faida, umketishe kwenye kiti chake cha kitumishi ambacho adui amemshusha. Mungu uliye hai, ninaomba neema yako ikatuketishe katika viti ulivyovikusudia katika jina la Yesu. Mahali adui amemshusha chini mtoto wako kwenye kiti chake ambacho Mungu ulimkusudia, Mungu uliye hai, kwa nguvu za Roho Mtakatifu asubuhi ya leo unaenda kumketisha mtoto wako huyu kwenye kile kiti chake, mahali anafanyia biashara, mahali anafanya kazi, unamketisha kwenye kiti cha ndoa yake, unamketisha kwenye kiti cha uchumba wake, ili ndoa iende kwa haraka. Mungu uliye hai, ninaomba neema yako katika jina la Yesu. Unapowaketisha watoto wako kwenye viti vyao katika ulimwengu wa roho, Mungu uliye hai, unaomba neema yako ikadhihirike sana. Wewe Mungu umeketi kwenye hicho kiti, na umesema kiti chako cha enzi ni cha umilele, ya kwamba hautashuka milele, utabaki kuwa Mungu. Mungu uliye hai, ninaomba ukatupandishe nasi kwenye viti, kwenye nafasi ambazo umezikusudia hapa duniani, ambazo tupo nazo hapa duniani. Mtoto wako ameshushwa kwenye kiti cha afya, ameketishwa kwenye kiti cha magonjwa, nami namshusha kwenye hicho kiti cha magonjwa katika jina la Yesu, namketisha kwenye kiti cha afya. Baba, asante kwa neema hiyo, kwa maana unawaketisha watoto wako. Kuna upako wa siku ya leo wa kuketisha watoto wako kwenye viti vyao. Upako huu naomba unapotembea ukamketishe na mtoto wako huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, ibariki operation hii. Mtoto wako anapoenda kuomba kwenye kiti chake, anapoenda kuomba kwenye kiti anachokalia ofisini kwake, kazini yake, kwenye biashara yake, nyumbani kwake, mahali anapokalia, ninaomba Roho Bwana uikadhihirike hivyo katika jina la Yesu. Mtoto wako atakapoenda kushika kitanda, kama ni kiti katika ulimwengu wa roho cha ndoa yake, ninaomba Roho Bwana ukageuze yote kuwa mema kwenye ndoa yake. Mungu uliye hai, ninaomba neema yako, ninaomba rehema zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako, lakini sadaka hii unayoachilia kwenye ibada hii iwe imeambatana katika ulimwengu wa roho na kusudio la kwenda kuketishwa kwenye kiti. Mimi sijui unataka kuketishwa wapi, lakini yamkini kuna viti mbalimbali. Unakuta mtu ana kiti kama cha mume ama cha mke nyumbani, lakini ofisini ana kiti kingine kama mkurugenzi. Halafu nakuta una kiti kingine sehemu nyingine. Leo usichoke kutoa sadaka. Leo usichoke. Usije ukasema sadaka ya ndoa ndio hiyo ende kaseme sadaka ya kiti ofisini. Yaani hivyo ni viti viwili tofauti. Lazima kuwe kuna sadaka. Usichoke leo. Kama kuna siku inabidi ushike hazina yako kwa ajili ya ukombozi, basi ni leo. Kwa mahali popote utakapoenda, kama unataka kitu cha kukombolewa ofisini, utashika sadaka yako. Kama unafika sasa umeshika kitanda chako kama kiti cha ndoa yako, unaenda kutoa sadaka. Yani usichoke kutoa sadaka, wala usione shida kutoa sadaka. As long unataka unaenda kufanya tukio la kiroho, operation ya kiroho, sadaka lazima iwe mbele. Ukifarakana na sadaka, huwezi fanya tukio la kiroho. Ukiona ndani yako huko kuna giza, upendi kutoa sadaka, ujue kuna operation za kiroho zimezuiliwa zisifanyike. Kwa hiyo utashika sadaka yako, utaenda kuiachilia hiyo sadaka yako, lakini ninatarajia kuona picha za viti mbalimbali ambavyo nataka kuvikomboa na sadaka zake. Natamani kuona kiti cha ofisini kwako, natamani kuona mahali unapofanyia ibada, yani mahali popote unapotaka pakombolewe kiti chake, utapiga tu picha, utairusha, utasema hiki ni kiti changu, nataka kiwe hivi hivi hivi, kwa maneno machache. Usiandike mengi. Ukiandika mengi umepoteza nafasi ya mimi kuyasoma. Andika machache ili nipate nafasi ya kuyasoma. Usikosema niandike mengi ili yaelewe. Mimi ni
mtumishi wa Mungu, niko rohoni. Ukiandika machache ninaelewa, na naweza nikaelewa kuliko uliyoandika. Kwa hiyo andika maneno machache, alafu baada ya hapo mimi nitaomba kwa ajili yako. Basi utashika sadaka yako, utaiachilia kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.